Ukraine imeangamiza kundi la wanajeshi wake ambao walitaka kujisalimisha kwa vikosi vya Urusi. Nani amethibitisha kauli hii na taarifa hii? Basi karibu sana, utasikia pia undani wa taarifa wanajeshi wa Ukraine kuangamizwa au kushambuliwa na wanajeshi wenzao baada ya kutaka kujisalimisha kwa vikosi vya Urusi. Na baada ya taarifa hiyo utasikia pia kuhusu Urusi kufanya mashambulizi makubwa takriban 300 kwenye miundombinu ya reli huko nchini Ukraine, na utasikia pia taarifa nyingine kuhusu Urusi kufanya mashambulizi makubwa huko Ukraine kwa ndege ambazo hazina rubani takriban 3100, lakini pia mabomu 1360 na makombora 92 yameshambulia huko nchini Ukraine. Taarifa zote pia hizi utasikia hapa. Kwanza utasikia taarifa kuhusu Ukraine kuwashambulia wanajeshi wake na kuwaua, na utasikia pia kuhusu vikosi vya Urusi kufanya mashambulizi 300 kwenye miundombinu ya reli huko nchini Ukraine, na utasikia pia mashambulizi mengi ya ndege 3100, mabomu 1360 na makombora 92 kushambulia huko nchini Ukraine. Kabla sijasonga mbele, na kukumbusha kwamba pia unaweza ukajiunga nasi sasa kama bado hujafanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa, lakini pia habari za kitaifa, na pia kwamba taarifa hizi basi uweze kunazipata kwa muda mwafaka kabisa. Asante kama tayari, basi karibu sana katika taarifa ya muda huu. Ndege ambazo hazina rubani za Ukraine ziliangamiza kundi la wanajeshi wake wa Ukraine waliokuwa wakijaribu kujisalimisha kwa vikosi vya Urusi katika mkoa wa Kharkov. Vyombo vya usalama vya Urusi vimeripoti kuhusu taarifa hii. Katika sehemu moja ya mbele katika mkoa wa Kharkov, kikundi cha wanajeshi wa Ukraine ambao walikuwa hawana masharti na usaidizi kutoka kwa amri yao kwa muda mrefu waliondolewa na drones za Ukraine. Walijaribu kufikia upande wao kuanzisha mawasiliano na vikosi vya Kirusi, lakini walishambuliwa na drones zao wenyewe, na kulikuwa na drones nyingi kati yao. Mashirika ya usalama kutoka nchini Urusi yameeleza hivyo. Walifanua ya kuwa wanajeshi wasiopungua 6 wa Ukraine waliuawa kutokana na shambulio hilo kubwa la ndege ambazo hazikuwa na rubani kutoka nchini Ukraine, ambazo pia zimeripotiwa kuwashambulia wanajeshi hao baada ya kukosa namna ya kufanya hivyo, basi kutaka kujisalimisha kwa vikosi vya Urusi na kusababisha wanajeshi wenzao kuwashambulia kwa ndege ambazo hazina rubani na kusababisha umauti wa wanajeshi hao takribani wasiopungua 6 baada ya kitendo hicho. Vikosi vya Urusi pia vimefanya karibu mashambulio 300 kwenye miundombinu ya reli au ya shirika la reli la Ukraine maarufu kama Ukrzaliznytsia tangu mwanzoni mwa mwezi Agosti. Naibu waziri mkuu wa ujenzi anayefahamika kama Oleksiy Kuleba ameyasema hayo kuhusu taarifa hii. Amesema Urusi imezidisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya reli ya Ukraine msimu wa vuli unapoanza, na hivyo kusababisha ucheleweshaji na kughairiwa kwa treni. Kila siku reli inasimama kurejesha miundombinu ndani ya wastani wa saa 4 baada ya shambulio na kuanza kazi siku hiyo, Kuleba amesema. Aliongeza kuwa tangu kuanza kwa uvamizi huo kamili, wafanyakazi 221 wa reli wamejeruhiwa na wengine 37 wamefariki dunia wakiwa kazini. Maafisa hao wamesema hivyo. Pia kumekuwa na matukio kadhaa ambapo Urusi iliweza kulenga treni za abiria na kusababisha vifo vya raia, ambapo mgomo wa ndege zisizo na rubani za Urusi katika kituo cha gari moshi katika mkoa wa Sami Oktoba 4 ulisababisha mtu mmoja kuuawa na kuwajeruhi wengine takribani 30, ikiwa ni pamoja na watoto 3. Dmytro Zamailo ambaye ni mtaalamu wa kijeshi na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha usalama na ushirikiano cha Ukraine amependekeza kuongezeka kwa mashambulizi kwenye mfumo wa reli ya Ukraine kunaweza kuhusishwa na makubaliano ya hivi karibuni ya ugavi wa silaha na washirika wa Magharibi. Ongezeko la mashambulizi ya Urusi linalingana na kuidhinishwa kwa silaha za kwanza chini ya orodha ya masharti ya Ukraine iliyopewa kipaumbele maarufu kama PURL, uratibu unaowezekana wanachama wengine wa NATO kufadhili usafirishaji wa silaha za Marekani kwenda huko nchini Ukraine. Urusi pia imefanya mashambulizi huko nchini Ukraine kwa ndege ambazo hazina rubani zaidi ya 3100, lakini pia mabomu 1360 yameshambulia huko na makombora 92.
Wanajeshi wa Urusi waliweza kurusha zaidi ya ndege zisizo na rubani 3100, karibu mabomu 1160 ya kuteleza na makombora 92 ya aina mbalimbali huko nchini Ukraine katika wiki iliyokwisha kupita. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Oktoba 12, 2025. Katika jitihada mpya za kutatiza gridi ya nishati ya Ukraine kabla majira ya baridi kali, Urusi ilitekeleza mashambulizi kadhaa makubwa makombora na ndege ambazo hazina rubani dhidi ya vituo vya nishati na gesi wiki hii. Shambulio la usiku Oktoba 10 lilisababisha kukatika kwa umeme katika maeneo mengi nchini humo, ambapo miundombinu ya kiraia pia iliathirika na kusababisha hasara katika Kyiv au mji mkuu wa Kyiv na katika mikoa mingine ya Zaporizhzhia na Dnipropetrovsk mashariki mwa nchi hiyo. Rais huyo Volodymyr Zelensky amesema Urusi inazidisha mashambulizi huku umakini wa kimataifa ukielekea Mashariki ya Kati, ambapo Israeli na Hamas wiki hizi zilikubaliana na awamu ya kwanza mpango wa amani uliosimamiwa na nchi ya Marekani. Hiyo ndiyo sababu hasa hakuna kudhoofisha kwa shinikizo kunaweza kuruhusiwa, amesema rais. Vikwazo, ushuru na hatua za pamoja dhidi ya wanunuzi wa mafuta ya Urusi, wale wanaofadhili vita hivi, lazima wote wabaki kwenye meza. Mapema wiki hii Zelensky alionya ya kwamba raia wa Urusi watapata umeme ikiwa Moscow itajaribu kuingiza Ukraine. Shambulizi la Ukraine tayari liliharibu pia vituo vya nishati katika mji wa Belgorod nchini Urusi tarehe 5 Oktoba na kuwaacha karibu wakazi 40,000 bila umeme. Ukraine pia imezidisha mashambulizi yake dhidi ya vituo vya kusafisha mafuta vya Urusi na kushambulia angalau vituo 16 kati ya 38 vya Urusi tangu mwezi Agosti mwaka huu. Kulingana pia na taarifa ya Financial Times, imesema kuwa migomo hiyo imesukuma mauzo ya diesel hadi viwango vyao vya chini kabisa na tangu mwaka 2020. Mwisho wa taarifa hii. Pia taarifa zaidi na kuahidi ya kwamba nitazidi kufahamisha hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa, lakini pia kitaifa. Cha msingi hakikisha kwamba umejiunga nasi kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia taarifa hizi unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Asante na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi.